Mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji na uhakiki wa gharama. EWURA, usimamizi wa utendaji na viwango, kutazama. Karibu mpenzi mtazamaji wa kipindi cha EWURA na Uchumi. Leo katika kipindi cha EWURA na Uchumi tutajionea mkutano kati ya waandishi wa habari pamoja na mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji, ambapo EWURA itapata wasaa wa kuelezea kazi, wajibu pamoja na changamoto mbalimbali inazokutana nazo katika kazi nzima ya udhibiti wa huduma za nishati na maji. Karibuni. EWURA ilianzishwa kwa mujibu wa ibara ya 4 ya sura ya 414 ya sheria ya Tanzania na ilianza kufanya kazi Septemba 2006. Wengi wanafikiri kwamba labda EWURA ilikuwa tangu siku nyingi sana, lakini ingawaje ndio tangu mwaka huu mpaka sasa hivi kuna zaidi ya miaka 10, lakini sio siku nyingi sana, na katika mfumo wa kudhibiti vile vile ni changa. Bado ni changa, lakini imeshafanya kazi yake vizuri sana. EWURA inadhibiti huduma za nishati, umeme, petroli na gesi asilia pamoja na sekta ya maji na usafi wa mazingira. Majukumu ya EWURA ni pamoja na kutoa leseni na kusimamia utekelezaji wake, kudhibiti ubora, usalama na tija ya watoa huduma, kutathmini na kupitisha marekebisho ya bei za huduma, kusikiliza malalamiko na kutatua migogoro. Hii ni kama mahakama ya awali. Alafu vile vile kuna kuelimisha umma kuhusu shughuli za EWURA. Sasa tuone uwajibikaji wa EWURA. Kwanza tuanze na kiutawala. Kiutawala, kwa mujibu wa tangazo la serikali namba 523 la mwaka 2004, EWURA inasimamiwa na waziri mwenye dhamana ya sekta ya maji. Kwa hiyo sisi tuna ripoti kwa waziri wa maji kulingana na mambo yetu ya kiutawala na kiusimamizi. Alafu kuna mkataba wa utendaji kazi wa mwenyekiti wa bodi na msajili wa hazina. Yaani hapa ungefikiria kwamba kuhusu utendaji kazi ingekuwa ni waziri wa maji, lakini kwa muundo wa kiserikali ni kwamba kuhusu ule utendaji wa kila siku, kwamba mnafanyaje kazi, je, mnafanya inavyotakiwa, mnafanya nini, tuna mkataba na msajili wa hazina. Huyu ndiye ambaye anaiangalia EWURA inafanyaje kazi zake kuhusu utendaji ule wa kila siku. Na hapa mwenyekiti wa bodi wa EWURA anaingia mkataba na msajili wa hazina na anapewa viashiria mbalimbali vya kutekeleza, vya kutimiza, na anapimwa kila robo mwaka, na mwisho wa mwaka vile vile ndio upimaji mzima wa utendaji wa mwaka. Kiutendaji, EWURA inawajibika kwa wizara mbili za, yani sekta ya nishati pamoja na sekta ya maji. EWURA inawajibika kwa kamati 5 za bunge. Hapo ni ya ardhi na maji, nishati na madini, hesabu za serikali, bajeti, ambapo kuna uwekezaji, mitaji ya umma. Lakini vile vile inakaguliwa kama chombo kingine chochote kile cha kiserikali, inakaguliwa na mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali. Kuhusu uwajibikaji, kama ninavyosema, ukiangalia neno uwajibikaji kwenye kisheria au Kiingereza inakuwa ni accountability. Kwa hiyo hapo tumeacha kidogo ule upande mwingine, lakini accountability ni kwamba EWURA inaweza ikashtakiwa, inaweza maamuzi yake yanaweza yakapingwa kisheria kupitia kwenye baraza la ushindani, au wengine wanasema kwamba inaweza wakawa challenged through the Fair Competition Tribunal. Hiyo ni accountability na uwajibikaji kwa upande mwingine. Tuje kwenye muundo wa EWURA. EWURA inaongozwa na bodi ya wakurugenzi ambayo hufanya maamuzi yote ya kiudhibiti. Maamuzi yote ya kiudhibiti ambayo EWURA inafanya, ujue kwamba ni bodi ya EWURA imefanya. Mwenyekiti wa bodi huteuliwa na rais, na wajumbe wa bodi ambao wako 6 huteuliwa na waziri baada ya mchakato wa usaili kwa kipindi, na huwa kukaa pale kwa kipindi cha miaka 4. EWURA ina idara 8. Idara ya petroli, kuna gesi asilia, umeme, maji, uchumi, sheria, ukaguzi wa ndani na fedha, kuna utawala na rasilimali watu. Tangu tumeundwa mpaka sasa hivi tuna mafanikio yetu. EWURA kwa ushirikiano na Wizara ya Nishati, wakati wa Wizara ya Nishati na Madini,
iliandaa mfumo wa uagizaji wa mafuta kwa pamoja ambao utafiti wa Dar es Salaam wa University of Dar es Salaam wa mwaka 2014 ulibaini yafuatayo baada ya kuanzisha kwa mfumo huo. Kwa mfano, jumla ya fedha zilizookolewa Tanzanian shillings around bilioni 121.6 hizo ziliokolewa. Alafu kwa mwaka 2012 na 2013 kwa kuanzisha mfumo huo wa uagizaji wa mafuta kwa pamoja. Then iligundua kwamba kuna kupungua kwa gharama za usafirishaji premiums Tanzanian shillings 81.9 billion katika kipindi cha miaka miwili. Sawa. Kuna kupungua kwa gharama za demurrage kwa shillings 25.7 billion. Vile vile faida nyingine za uagizaji wa mafuta kwa pamoja ni pamoja na kurahisisha upatikanaji wa takwimu sahihi za ujazo wa mafuta yanayoingizwa nchini, kwa sababu sasa tumekuwa na source moja, tunaweza kugundua tumeingiza mafuta kiasi gani ni ya kukaa hapa nchini, kiasi gani yanasafirishwa kwenda nje, matumizi yakoje na nini. Zote hizo takwimu tuzipata vizuri zaidi kuliko ilivyokuwa na mwanzo, na vile kuna kurahisisha ukokotoaji wa bei za mafuta kwa mtindo ulio wazi zaidi. Na kuhusu ubora wa mafuta tunasema kwamba uchakachuaji wa mafuta ni changamoto kubwa hapa nchini. EWURA imepambana na tatizo hili ambapo uchakachuaji umepungua kutoka 78% mwaka 2007 hadi 4% sasa. Kutokana na udhibiti wa EWURA, maghala na vituo vya mafuta vimeendelea kuwa bora zaidi na zaidi. Pia EWURA imeandaa masharti nafuu ili kuvutia wawekezaji kwenye maeneo ya vijijini. Mtakumbuka kwamba vijijini hakuna vituo vingi, ni kwa sababu ya nature yake, uhalisia wa uchumi kule ni mdogo, wa biashara haiko kubwa, lakini tumeona tuweke masharti ambayo yanawavutia sasa wawekezaji au yanampa unafuu mwekezaji wa kule kuvutiwa kwanza kuwekeza kwenye hiyo biashara ile nacho waweze kupata huduma. Kwa hiyo tumeandaa kitu cha namna hiyo. Changamoto. Kuna kuchelewa utoaji wa leseni za ujenzi wa vituo vya mafuta, na hii ni kwa sababu ya watu kutokufuata taratibu zilizowekwa. Wawekezaji kutokamilisha masharti ya leseni, hususan kibali cha matumizi ya ardhi na kibali cha mazingira, environmental impact assessment. EWURA inaendelea kutoa elimu kuhusu ukamilifu wa vigezo vya kupata leseni. Kuna suala la liquefied petroleum gas rules. Hiki ni kitendea kazi au ni nyenzo mojawapo ambayo ilianzishwa mwaka 2012. Kanuni hizi zilitolewa katika gazeti la serikali namba 420 lililochapishwa tarehe 28/12/2012. Ni makosa kisheria kujenga miundombinu ya gesi ya kupikia bila kuomba na kupewa kibali cha ujenzi na EWURA. Samahani, hapa tumeingia kwenye hii gesi ya kupikia. Mtaona kwamba hii gesi inauzwa tu ukipita kila mahali, lakini kuna vitu vinavyozingatiwa au kuna vitu ambavyo mtu anapaswa azingatie, kwa sababu na hii ni item ambayo ni hatari kweli kweli. Tena ndio hatari kupita yote. Lakini visipozingatiwa basi inakuwa hatuendi vizuri. EWURA katengeneza huu mwongozo ili uzingatiwe. Maombi ya kibali cha ujenzi yaambatanishwe na jina la muombaji, anwani na kadhalika, sehemu ya eneo, ushahidi wa umiliki wa ardhi, matumizi ya ardhi hiyo kisheria, taarifa ya wafanyakazi na ushahidi wa mafunzo, michoro ya kiufundi iliyosainiwa na mhandisi aliyesajiliwa na bodi ya wahandisi. Sio kwamba ni sisi EWURA, kuna bodi ya wahandisi. Katika miundombinu ya kujazia gesi ya kupikia na vituo vya kuuzia gesi hiyo, ni lazima pawepo mizani inayoweza kupima uzito wa mitungi ya gesi. Mizani iwe imehakikiwa na kuwekwa lakiri ya wakala wa vipimo Tanzania, yani WMA. Kutokuwa na mizani ni makosa kisheria.
Adhabu ya kosa la kutokuwa na mizani ni kosa la kwanza, faini isiyopungua shilingi milioni 3. Kosa la pili milioni 5. Na mkosefu mzoefu atanyang'anywa leseni. Tuone kidogo kwenye sekta ndogo ya umeme. EWURA imeandaa na kuweka taratibu mbalimbali kama vile utoaji leseni wa haraka, miezi 2 unapata leseni kwa uwazi na ushirikishwaji mpana, uidhinishaji wa mikataba ya kuuziana, hiyo hapo tulishasema, uanzishaji wa mkataba wa wateja TANESCO Customer Service Charters, uwekaji wa bei ya umeme inayoashiria gharama halisi na ya utoaji wa huduma inayohusika. EWURA imeandaa mikataba ya elekezi kwa lengo la kupunguza muda wa majadiliano ya TANESCO. Katika hatua za kuelekea katika soko la ushindani kwenye sekta ya umeme, mwaka 2014 serikali kupitia Wizara ya Nishati iliandaa mpango wa mabadiliko katika sekta hiyo. Mpango uliweka majukumu mbalimbali kwa taasisi husika. Lengo ni kuwa na soko lenye ushindani. A, miradi ya uwekezaji ipatikane kwa ushindani. B, bei ya umeme zitatokana na nguvu ya soko badala ya majadiliano kama ilivyo sasa. Hii italiepusha taifa kuingia katika mikataba ya muda mrefu na wawekezaji yenye masharti ya capacity charge, take off, minimum take off, ambavyo vinakuwa mzigo kwa TANESCO. Tuangalie sekta ya maji safi na usafi wa mazingira. Hapa mwongozo wa kulinganisha ufanisi wa mamlaka za maji, performance benchmarking guidelines upo. Tumeandaa mwongozo huo. Kuna mwongozo pia wa udhibiti wa biashara ya maji kwa kutumia magari binafsi. Jamani, huo upo. Yale water tankers, zile bozers katika eneo linalohudumiwa na DAWASA. Mtakumbuka DAWASA yenyewe inahudumia eneo kubwa, pwani yote, kwani Bagamoyo, Chalinze, Dar es Salaam ni swala la DAWASA. Kwa hiyo kuna mwongozo wa namna hiyo unaoongoza. Kuna mwongozo wa kukagua miundombinu ya maji na usafi wa mazingira, inspection manual. EWURA imeshatoa leseni 24 za daraja la 3. Hivi mnajua kwamba hawa watoa huduma za maji nao lazima wapewe leseni. Kwa hiyo kuna leseni za madaraja mbalimbali 24 zimetolewa kwa daraja la 3 za muda wa miaka 10 kwa mamlaka za makao makuu ya mikoa na leseni 81 kwa mamlaka za maji za miji ya wilaya, miji midogo na miradi ya maji ya kitaifa. EWURA hufuatilia utendaji wa mamlaka za maji na kupitisha bei za maji kwa kutumia mipango yao ya kibiashara. Kutokana na ufuatiliaji na wa utendaji wa mamlaka za maji nchini, EWURA imekuwa ikiandaa ripoti ya utendaji wa huduma za maji safi na usafi wa mazingira. EWURA imeandaa ripoti 8 kuanzia mwaka 2008. Ripoti huwa ni za aina mbili. Kuna ripoti ya utendaji wa mamlaka za maji na miji mikuu ya mikoa na miradi ya kitaifa, na ripoti ya utendaji wa mamlaka za maji za miji mikuu ya wilaya na miji midogo. Hizo ripoti tunazifanyia kazi kila mwaka. Tathmini ya udhibiti. Tarehe 8 Juni 2015, EWURA ilishinda tuzo ya Energy Regulator of the Year Award for Excellence 2015. Ilitolewa na Dubai na EnergyNet of UK katika Annual Africa Energy Forum. Yaani hii tathmini inatuonyesha jinsi ambavyo mtu mwingine anaweza akatuona. Mtu mwingine kwa maana ya taasisi, kwa maana ya FM, kwa maana ya mtu binafsi anayependa kuona maendeleo ya kiudhibiti. Sasa je, tuko wapi? Ndivyo wengine wanatuona hivyo. Mwaka 2011 utafiti uliodhaminiwa na Umoja wa Nchi za Ulaya ulibainisha kuwa EWURA ni miongoni mwa wadhibiti wa mfano. EWURA ni miongoni mwa wadhibiti wa mfano katika Afrika kwa vigezo vya utawala bora na maudhui ya kiudhibiti, regulatory governance and regulatory substance. Alafu mwaka 2009 na 2010 EWURA ilifanya vizuri kwenye mapitio RICA peer reviews yaliyoendeshwa na Chuo Kikuu cha Cape Town kwa wadhibiti wa umeme kati ya nchi za Uganda, Kenya, Zambia. Kwa leo labda niishia hapo nikihitimisha kwa kusema kwamba EWURA itaendelea
kuweka mizania ya maslahi sawa kati ya wadau husika na hivyo kuchochea ongezeko la tija, ushindani na upatikanaji wa huduma bora kwa wote. EWURA itaendelea kuzingatia misingi mikuu 6 ya utawala bora katika maamuzi ya udhibiti ambayo ni weledi, uwajibikaji, utabirikaji, ushirikishaji wa wadau pamoja na uwazi na kufuata sheria. Ukipenda vile vile unaweza kusema na utaalamu vile vile. Ni mambo ambayo tunayazingatia sana. Jamani, nawashukuru sana kwa kunisikiliza. Karibuni sana kwenye kikao chetu. Mpenzi mtazamaji wa kipindi cha EWURA na Uchumi, mara baada ya wasilisho kutoka kwa kaimu mkurugenzi mkuu wa EWURA Bwana Nzinyangwa Mchani, ulifuata wasaa wa maswali na majibu kutoka kwa waandishi wa habari ambayo yalijibiwa na meneja wa mawasiliano na uhusiano Bwana Titus Kaguo. Naitwa Musa Yusuf, naandikia magazeti ya Uhuru na Mzalendo. Na maswali mawili kama sio matatu. Swali langu la kwanza ni kuhusiana na mfumo wa BPS. Nataka nifahamu kwamba mafuta ambayo yanaingizwa kwa mfumo wa BPS kuingia nchini, mnayaingiza kwa kuzingatia uhitaji wa miezi mingapi au ama mwaka kwa mwaka au kwa miezi mingapi? Sababu msingi wangu wa swali ni kwamba wakati wa mabadiliko ya bei kila mwezi, kuna baadhi ya wamiliki wa vituo vya mafuta wanalalamika kwamba pindi bei za mafuta zikiwa zimeshuka, wanasema kwamba bei imeshuka, lakini ukokotoaji wa bei haukuzingatia uwepo wa mzigo uliokuwepo kwa kipindi husika. Yaani wanamaanisha kwamba mafuta yao walioyaingiza hayajaisha, nyinyi mmeshusha bei. Kwa hiyo wanaona moja kwa moja kwamba anapata hasara. Lakini kingine nimezungumzia kuhusiana na vinasaba vinavyowekwa kwenye mafuta. Sasa mimi mwananchi wa kawaida nitatambua vipi kwamba haya mafuta yamewekewa vinasaba ili yasichakachuliwe na haya hayajawekewa vinasaba? Utambuzi. Na kuja la Musa Yusufu alizungumzia mahitaji ya mafuta BPS inakuja kwa mahitaji ya muda gani? Mahitaji ya mafuta ya BPS ni mwezi mmoja. Mafuta yanayoingia kwa pamoja yanatumika kwa mwezi mmoja. Na ndio maana uliona kuna grafu mtiririko wa mafuta, bei zinavyotoka kwenye soko la dunia na mpaka zinavyokuja kwetu hapa. Hii hapa. Hii unakuta ilichukuliwa ya mwaka 2015. Kwamba mafuta yaliyonunuliwa soko la dunia Julai 15 yalikuja kutumika soko la ndani Septemba 15. Duration ni miezi miwili. Ni kwa nini? Ule mchakato wa kutoka kununua yakaenda kusafishwa, yakaenda kusafirishwa, yakafika Dar es Salaam, yakafika Mtwara au Tanga, inatumia miezi miwili. Lakini haya mafuta yanatumika kwa mwezi mmoja. Sasa Musa ameuliza swali lake kuu lilikuwa kwamba inafikia watu wa vituo vya mafuta wanalalamika mafuta yakishuka bei wakati wao wana consignment kwenye tenki. Lakini nilitegemea Kaijaga jijibu mwenyewe, mafuta yakipanda bei wakati wewe una consignment kwenye tenki unafanyaje? Sababu sio kila wakati yanakushukia ukiwa na mzigo kwenye kituo cha mafuta. Kuna wakati unalita milioni 1 kwenye kituo cha mafuta alafu yakapanda. Wewe ulinunua kwa shilingi 2, sasa utauza kwa shilingi 3. Do they complain? Kwa nini usiwaulize hilo? Kwa hiyo lazima ujue industrial practice ya mafuta na tulichoamua na kukubaliana kwamba bwana, ukiwa na mzigo wa milioni 1 ukikushukia umekuua. Ukiwa na mzigo wa milioni 1 ukipanda umefaidika. Na tulifanya hivyo kusudi watu wasio wanafanya collusion. Sababu hizi biashara zinafahamika. Ukienda tu kiangalia soko unaanza kujua mwezi huu inapanda. Kwa hiyo anaanza kutouza huko sana, anajua itakupandia. Sasa hii kitu iko kwenye nini, kwamba ilikuwa ni makubaliano na industrial practice kwamba mafuta yakishabadilika bei hatuangalii unalita ngapi kule. Sababu matumizi yake unatakiwa utumie mwezi mmoja. Yamekueje mwezi wetu uzidishe? Nadhani nimejibu vizuri sana. Kwa majina anaitwa Mroki. Mimi na swala moja kuhusiana na umeme. TANESCO
wanatuuzia nguzo wateja. Leo ukitaka kuunganishiwa umeme watakuhesabia kwako nguzo ngapi mpaka umeme ufike. Kwa hiyo kuna watu wananunua mpaka nguzo 10, 20, mwingine nguzo moja. Lakini cha ajabu, nguzo hiyo unanunua 300,000. Wakisha kuunganishia tu umeme wanasema ni mali yao. EWURA hapo kidogo watu waelewi hapo kwenye TANESCO huko. Inakuwaje watu watuuzie nguzo kwa bei ghali, alafu nguzo hiyo waseme ni ya kwao? Sijui utaratibu ukoje hapo. Mimi naitwa Abubakar Famau kutoka BBC. Mroke amenikumbusha kitu kimoja ambacho niliwahi kukabiliana nacho. Nilitaka kuvuta umeme, nikahitajika nguzo 3. Lakini nikauliza nguzo 2 nikaambiwa ni 800,000. Lakini nikaambiwa ukitaka kuweka nguzo 3 hapa inabidi ulipe milioni 1 na kama 800,000. Sasa nikawa najiuliza hii hesabu inakuja vipi? Inakuwaje kwamba ninaponunua nguzo nyingi pengine tunategemea nipate discount, gharama inaongezeka? Yaani haingia akilini kabisa. TANESCO wanauza nguzo EWURA, mnasemaje? Hili ni swali la Abubakari na Kidevu. Changamoto kweli. Haya mambo mengine bwana ni sera. Unajua sera nazo jamani, sisi tuandishi ni sera. Kwamba sera iliyokuwa huko nyuma ilikuwa inasema Mwalimu Nyerere aliumia sana kukuletea umeme wewe Mroki. Ulishawahi mlipa? Si unatumia tu. Sasa kwa nini wewe usimsubsidize kagua atakayekuja kesho? Lakini iko kwenye debate sasa hivi. Imeshafumuka sana hii ya nguzo na nini. Iko kwenye debate, I'm sure kuna kitu kipya ambacho kitakuja on this one. Ipo kabisa sababu tunaiona hata sisi tuna nani. Kuna debate ambayo inakuja issue ya yani nilipie nguzo alafu anamiliki TANESCO. Hiyo imekuwa kwenye debate kubwa. Kuna discussion ambazo zinaendelea. I think kuna baadaye kutakuwa na conclusion ni mambo gani yafanyike. Kwa hiyo bwana Bakari na nani hilo ambalo naweza kuambia ninavyojua personally. There are debates ambazo zinaendelea on this kwamba kuangalia validity ya kwamba nilipia alafu nisimiliki nguzo na nini vitu kama hivyo. Naitwa Habel Chidawali, natoka Mwananchi. Sheria zenu zinasemaje kutoka kituo kimoja mpaka kwenda kituo kingine kuwe na umbali wa kiasi gani? Maana sote tutakuwa na mfano ule wa Chamwino. Kuna vijiji viko umbali wa takriban kilomita 132 kufika mahali kilipo kituo cha mafuta. Kuna mratibu elimu kata kule amepewa pikipiki, yani anamiliki pikipiki kwa ajili ya utendaji kazi na veo na weozi. Sasa pikipiki ukitaka kushoot safari ya kwenda na kurudi, lile tenki la mafuta litakuwa limejaa, limeisha. Yani atakuwa anafanya safari ya kwenda kituoni kujaza mafuta, akirudi mafuta yameisha, tena kesho anafanya safari ya namna hiyo. Hakuna mahali pengine, apata wapi mafuta? Swali langu la pili, kuna sheria mnasema kwamba simu zizimwe kwenye vituo vya mafuta. Wakati huo unapofika kwenye kituo cha mafuta wanasema zima simu, pembeni pameandikwa lipa kwa M-Pesa. Hivi unaweza kulipa simu ikiwa imezima? Ninakuja swali jingine la Abel. Umbali, sheria gani inaruhusu kituo cha mafuta umbali? Sheria gani inaruhusu kituo cha mafuta umbali? Okay, kuna mtu ameniletea message, jamani kama mko huko ndani una swali subiri uulize live. Tusiwe tunaingiza chini chini. Nakuja hii la kituo cha mafuta umbali kwamba kuna umbali gani? Kimsingi lazima tujue kituo cha mafuta kinakuhudumia wewe mteja. Kwa hiyo distance kwenye kituo cha mafuta haimati. Kwa nini? Dodoma hii leo tunaanza kuamua kwamba kituo cha mafuta kiwe baada ya kilomita 2. Na itaonekana iko verified. Lakini angalia population ya Dodoma, then angalia population ya Dar es Salaam. Kilomita 2 ya Dar es Salaam na kilomita 2 ya Dodoma, uweke wakazi wale wale. Huku utakuta ni sparsely populated. Lakini kwa Dar es Salaam utakuta kimejaa. Si ndio? Kwa hiyo cha muhimu tunachoangalia sio umbali. Tunachoangalia wazungu wanasema HSE, Health, Safety and Environment. Kwamba je, kile kituo kina usalama wa afya yako, kina usalama wa mazingira,
na kina usalama wa ulinzi ule, kwamba huwezi kupata mlipuko, huwezi kupata nini. Hiyo ndio kitu kikubwa ambacho tunaangalia. Lakini ujenzi wa kituo ni market forces ambazo zitadetermine. Kwa hiyo huwezi kufikuka sema hivi mbona viko jirani, pengine vina soko kubwa zaidi. Hilo la kwanza. Lakini pili, kwenye ujenzi wa kituo cha mafuta, anaye garantii utoe kwamba kituo hiki na hiki kijengwe, jamani, ni halmashauri za miji, ni halmashauri za manispaa, ni halmashauri za jiji. Kwa mfano Dodoma hapa, ukikuta vituo viko jirani, viko zero distance, mtu anayetakiwa kuulizwa ni halmashauri ya jiji. Kwa nini? Plani ya ujenzi wa kituo cha mafuta anayeitoa ni halmashauri ya manispaa, ya jiji au ya mji, kwamba hapa ili eneo linaitwa sijui Chitagali A na tumeliclassify kama la biashara, na biashara yenyewe ni ya mafuta. Sasa wewe Mahenge ukija kuomba leseni kwa EWURA, tunachokuomba sisi ni kitu tunaita checklist, kwamba tulieleza kwamba unapotaka kuwa na leseni ya kituo cha mafuta unafanyaje. Unaambatanisha checklist. Je, halmashauri moja una title deed? Yes, tunatiki. 2, una leseni ya biashara? Yes, tunatiki. 3, halmashauri nasemaje, imebless hapo ni eneo la kituo. Kwa hiyo tunakwenda. Kwa hiyo kuna ile notion ya kusema kuwa na distance. At one time, yes, tunapoingia EWURA ilibidi kwa mfano ile Kibaha Dar es Salaam, ile Kibaha kwenda Dar es Salaam ilibidi tufikie wakati tu demolish. Na kwa nini kulikuwa na utitiri wa vituo? Sababu EWURA hakuwepo. Tulivyoingia tukarekebisha kwa condition ambazo, na muda ule tulikuwa na demolish, tunataka tuletee checklist. Tunakuta mtu analeta kakaratasi tu, date fulani alisema ujenzi wa kituo cha mafuta. Hakuna ile ramani inayotakiwa. Lakini sasa hivi mifumo ilivyo inafanya kwamba kuwe na hali nzuri ya udhibiti wa vituo vya mafuta, na hakuna kweli. Lakini cha muhimu kama waandishi wa habari, isikusumbue umbali, ikusumbue usalama wa kituo cha mafuta, usalama wa afya yako, na usalama wa mazingira, HSC. Hiyo ndio muhimu zaidi kuliko vingine vyote. Simu, tumesema lipa kwa M-Pesa, zima simu. Simu, I should tell you, ni mbaya sana kwenye biashara ya mafuta. Of course tumeshuhudia juzi tu ile issue ya Morogoro. Tumeona, unajua hata hivyo Mungu anatusaidia sana. Tanzania hatujawahi pata hiyo, ukiacha ile ya Mbeya ya Idweli, na sidhani kama iliclaim watu wengi kama hii ya Morogoro. Hizi picha unaweza kuziona. In fact hata ukikutana tengi usilifanye unafuatana nalo barabarani. Usipende sana. Mlipuko wake ni mkubwa sana. Sasa simu kuna wakati ni electromagnetic, zinatoa miale. Kuna kesi moja tushaiona Kahama, mtu alikuwa anachusha mafuta huko anaongea na simu, aliblast akaondoka. Hiyo ni kesi ipo kabisa. Kwa hiyo tunavyosema simu uzime, tunakutaka wewe kwa afya yako, sababu ethanol unaweza kuumia wewe ukaondoka. Kwa hiyo mafuta ni kitu ambacho ni delicate, na ndio maana tujiulize, bidhaa zote huwa zinakuwa nje. Kwa nini matenge ya mafuta yao yanachimbiwa chini? Kwa nini tunaweka kwenye nyumba vituo vya mafuta kule juu? It is because it is very delicate na inaleta madhara makubwa sana. Sasa issue ya simu hapa, kuna M-Pesa. Hakuna M-Pesa ambayo utalipia kwenye dispensing pump, sio? M-Pesa zote kuna ofisi yake jamani. Lazima tujue mazingira yanayofanya. Hakuna mwenye kituo cha mafuta ambao lazima unakuta ile M-Pesa na unalipa ile kutoa unaingia ofisini. Hufanyi ile dispensing pale kwenye pump. Lakini haya ni mazingira ambayo lazima nyinyi kama ni waandishi wa habari kuelimisha umma kwamba hata ukiwa hakuna mtu mwenye ambaye atakuwa anafanya kwenye kituo. Lazima kwenye ofisi ndio M-Pesa. Hata ile pale wamebandika tujue, lakini unaingia kwenye ofisi. It is a distance from ile dispensing pump. Ndio jamani. Kwa hiyo ni mambo ya lakini tuwa tuna sababu, huu ni maisha yako mwenyewe. Taarifa kwa umma. Mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji EWURA inapenda kuutangazia umma kuwa makao makuu ya EWURA yamehamishiwa jijini Dodoma, jengo la LAPF ghorofa ya 4 mtaa wa Makole. Makao makuu ya zamani yaliyokuwa jengo la LAPF ghorofa ya 7 Kijitonyama, Dar es Salaam, sasa yatakuwa ofisi ya EWURA kanda ya Mashariki inayosimamia mikoa ya Morogoro, Pwani, Mtwara, Lindi na Dar es Salaam.
EWURA pia imefungua ofisi za kanda kwa kanda ya Ziwa Mwanza, kanda ya Kaskazini Arusha, kanda ya Nyanda za Juu Kusini Mbeya na kanda ya Kati Dodoma. Hivyo basi, kwa taarifa hii, mawasiliano yote kwenda makao makuu yapelekwe kwa mkurugenzi mkuu Dodoma na si vinginevyo. Imetolewa na kaimu mkurugenzi mkuu EWURA.